Kwa Azam ambayo tumeiona ilivyocheza kwenye mechi zake za awali kwenye ligi, namna ambavyo imecheza pia wamedrop alama pia tumeona. Unaiona pengine udhaifu gani ambao umefanikiwa kuona Alex, na unadhani kwamba inabidi tahadhari inapaswa kuwa kubwa kwa mwalimu Florai Benge aende akafanyie kazi wakati anakwenda kwenye huu mchezo? Udhaifu kwa upande wao, kwa upande wa Azam FC, kwa sababu watazama madhaifu ambayo yameshajionyesha tayari kwa mechi kadhaa ambazo tumeona. Kuna weakness mbili ambazo nimeziona kwenye maeneo mawili ndani kwa Azam FC. Kwanza kwenye eneo la kushambulia. Kwenye mashindano ya kimataifa Azam FC imefunga mabao mengi. Jafet Kitambala bora nadhani ndo mchezaji ambaye afunga mabao mengi, mabao 4 kwenye michuano ya kimataifa. Lakini hapa kwenye ligi hapa ndo sehemu ambapo mimi naamini kwamba timu ikiweza kushinda hapa au kufunga magoli hapa, basi na uwezo wa kwenda kufunga mabao sehemu nyingine. Kwa sababu ligi ndio inakupa test ya nini unaweza kukifanya kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye hizi hatua za awali hizi, Azam kukutana na timu nyingi ambazo zimechoka. Kwa mfano timu kama KMKM, yani ndoto zao, yani malengo ilikuwa ni kufika hatua ya pili ya michuano. Kwao ilikuwa ni mafanikio. Kwao ilikuwa ni mafanikio tayari. Wakafunga mabao mengi sana. Mechi ya kwanza ile dhidi ya kwanza ya Azam FC, walicheza pia na timu ambayo yani sio timu bora by the way. Ilikuwa pia ni timu dhaifu tu ambao waliweza wale wa Sudani kaskazini. Hivi kaskazini au kusini? Sudani ile hata ya Al Hilal wanakotoka. Ni ile nyingine ile Sudani nyingine kusini kule. Ilikuwa ni timu ambayo yani imejichokea tu, yani uweze kusema ni timu ambayo ilikuwa na uwezo wa kuwazuia Azam kwa namna yoyote. Kwa hiyo kwenye kimataifa mechi za kwanza wamefunga mabao mengi kutokana na udhaifu wa wapinzani ambao wamekutana nao. Njoo kwenye ligi, angalia game yao dhidi ya JKT. Angalia game yao dhidi ya sasa nyingine walitoka dhidi ya Namungo. Mkumbuka na sile ndo kidogo ilileta mjadala sana kuhusu Ibenge na nini. Walileta mjadala pia ndani ya uwanja kwamba kama walilalamikia vitu vingi by the way. Lakini ukitazama Azam inavyocheza kwenye ligi, ina struggle sana kufunga mabao. Lakini pia ni timu ambayo ukishambulia ni rahisi pia kupata bao. Kwa hiyo hayo ndo maeneo ambayo yananipa mashaka pia kwenye kikosi cha Azam FC. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho.